nimemsikia shekhe mmoja mkubwa kabisa hapa nchini kwamba eti usiku wa kuzaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko Lailatul Qadr. Haya ni mambo batili, haifai kwa mtu anayejinasibisha na sunna kuyapigia debe au kuyazungumza kwa nia ya kuyakubali haya mambo. Haya mambo yamekatalika, hata kama yazungumzwa na shekhe gani, bali mashekhe wengi waliotangulia wamezungumza kwamba hapana jamani, Lailatul Qadri ndio bora katika usiku bora, Lailatul Qadri ndio namba moja. Jambo la pili, tutazungumzia ule utaratibu ambao tunao sisi, ambao umekuwa ni namna ya kuwashajiisha Waislamu watekeleze ibada hii ambayo ni faradhi. Watu wengi hawajui kwamba zakatul fitri jamaa maksudio yake sio kuwataka matajiri watoe. Kiwango ambacho anatakiwa mtu awe nacho kukitoa ni kuwa na chakula wewe binafsi cha siku ya Idi cha kujitosheleza wewe na wanao, ukawa na ziada. Jingine la mwisho, ibada inayotukabili jamaa. Kwa hiyo ibada inayotukabili hivi sasa ni ibada ya swala ya Idi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, nachukua fursa hii kwa mara nyingine tena kumbushana mambo ya kheri yatokanayo na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah, khatibu wetu leo kwa kiasi kikubwa sana amezungumza baki ya ibada ambazo tumetakiwa kisheria kuzitekeleza katika hili 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Kazungumza vizuri, kazungumzia juu ya ibada ya kutafuta usiku wa heshima Lailatul Qadr, ambao kwa mujibu wa aya ni khairun min alfi shahr, yani usiku huu ni bora kuliko miezi 1000. Kwa hakika amezungumza la kutosha. Mimi ningependa tu kuongezea baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na Lailatul Qadr, kuwakumbusha waumini kwamba Lailatul Qadr kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaka tutafute huu usiku katika 10 ya mwisho. Anasema sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil 10 al-awakhir min Ramadan, utafuteni usiku huu mtukufu, usiku wa heshima katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika riwaya nyingine ametaja sallallahu alaihi wasallam kwamba tutafute katika siku hasi, ambazo neno hasi kwa lugha ya Kiarabu tafsiri yake ni kwamba ni zile siku ambazo hazigawanyiki, kuanzia tarehe 21, 23, 25, 29. Bali kuna na riwaya nyingine pia imekuja kwamba utafuteni usiku, siku ya 27, yani usiku wa kuamkia 27, kwa sababu siku katika Uislamu zinaanza baada ya magharibi. Kwa hiyo na ndio rai ambayo imechukuliwa na wachuoni wengi. Ndio maana utaona katika miji yetu kwamba hii Lailata 27 ndio wameichukulia kama ndio siku ya Lailatul Qadri, lakini wanachuoni wanasema kwamba huu usiku umefichwa. Kweli upo katika 10 la mwisho, lakini tunatakiwa tufanye juhudi kutafuta huu mwezi, na kuutafuta mwezi sio kwa ile tafsiri ambayo tulikuwa twalelewa zamani kwamba eti siku hii ni nyota ya jaha iko huko mbinguni, basi ukibahatika kuiona basi wewe ndio umepata hizo kheri za miezi 1000. Bali wengine wamezua visa vya uongo kwamba ukiomba chochote siku hiyo, ukiliona hilo jitala la nyota ya jaha basi wapata. Hata kuna kisa tulikuwa tunasimuliwa tukiwa wadogo kwamba kuna dada mmoja aliamka usiku wa Lailatul Qadri, akaangalia juu eti akaona hilo nyota la jaha, akawa akapiga kelele, akaghafilika, akataja pilipili.
akiamka asubuhi ua wa nyumba umejaa pilipili. Ni visa tulikuwa tualelewa navyo, maskini, havina sanad. Hata ukiuliza, hata hao mashekhe ambao walikuwa wakiyazungumza, ukiuliza umeyatoa wapi, kwenye kitabu gani, hakuna jawabu. Kwa ufupi, ndugu zangu, ni kwamba huu ni usiku wa heshima ambao ndani yake kuna khairi nyingi kama ilivyobainishwa. La kutanabahisha jingine, nimemsikia shekhe mmoja mkubwa kabisa hapa nchini anaheshimika akizungumza haya aliyozungumza khatibu wetu wa leo, kwamba eti usiku wa kuzaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko Lailatul Qadr, na anadai kwamba haya ni maneno yamesemwa na baadhi ya wanachuoni. Lakini jama, kwa mafunzo tuliyopata sahihi ya hii dini, kwamba kauli yenye kuheshimiwa ni kauli ya Allah na mtume wake, kwa sababu Allah ndio mwenyewe masdar chimbuko la wahi, na maneno ya Bwana Mtume nayo ni wahi, kwa dalili ya aya wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hatamki kwa matamanio yake, hana anachotamka isipokuwa ni wahi kutoka mbinguni. Kwa hiyo sisi Waislamu Ahlus Sunna tunaamini kwamba kauli isiyokuwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wanadamu Waislamu inaweza kubalika na inatupwa, yukhadhu wa yurad. Wanasema wanachuoni, kauli mashuhuri ya Imam Malik rahimahullah, kwamba kwa nini? Kwa sababu hawa mashekhe bali na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sio watu maasum, yani hawakulindwa wao kutofanya makosa kama ilivyo sifa ya manabii kwamba ni maasumin. Kwa hiyo kama ikiwa kuna shekhe kasema hivyo, sisi tumelelewa kwamba tunataka dalili, na dalili sio ya maneno ya shekhe mwenyewe. Dalili ima iwe ni Qur'ani au sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukipekua mafunzo ya Mwenyezi Mungu na Mtume, hukuti dalili ya usiku uliokuwa bora katika mausiku yaliyopo duniani isipokuwa usiku huu wa heshima unaitwa Lailatul Qadr. Hakuna mwema yeyote aliyetangulia katika masahaba tabi'in waliozungumza eti kwamba siku ya maulidi, yani siku ya kuzaliwa Mtume, ni bora kuliko Lailatul Qadr. Kwa nini? Kwa sababu hakuna dalili, na wanachuoni wa usuli wamenakubaliana kuhusiana na hizi zama nyakati. Wanamsemo wao wanasema al-aslu fi fadaili al-azmina at-tawqif. Kwa msingi, kwa asili, hizi fadhila zinazotokana na masiku ni jambo ambalo limesimama pale aliposimama mweka sheria. Mweka sheria, yani Mwenyezi Mungu na mtume wake ambao ndio wenye wahi, wakisema kwamba siku fulani, mwezi fulani una utukufu, basi sisi ndio twasema huu mwezi au siku hii ni tukufu. Kinyume cha hivyo, hata tujie nani atuambie siku fulani ni tukufu, hatukubali. Kwa nini? Kwa sababu kwa mafunzo ya dini hii fadhila zapangwa na mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kupitia mtume wake kwa maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kama tumeletewa wahi kwamba Lailatul Qadri khairun min alfi shahri, hakuna wa kutuambia mwingine yote. Bila shaka hao wenye mashekhe wanaokuleta haya, kazi yao kubwa ni kufanya propaganda, kuyatukuza maulidi, ionekane kwamba ni jambo kubwa kabisa la heshima, na mwenye kufanya jambo kwenye siku ya maulidi basi ashinda kheri zilizopo, kwa mujibu wa maneno yao, ashinda kheri zilizopo kwenye Lailatul Qadr. Kwa hiyo haya ni mambo batili, haifai kwa mtu anayejinasibisha na sunna kuyapigia debe au kuyazungumza kwa nia ya kuyakubali haya mambo. Haya mambo yamekatalika, hata kama yazungumzwa na shekhe gani. Bali mashekhe wengi waliotangulia wamezungumza kwamba hapana jamani,
Lailatul Qadri ndio bora katika nyusiku bora, Lailatul Qadri ndio namba moja. Hatukatai fadhila za kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye aliyekuwa kiongozi wetu, lakini hatuna dalili ya kwamba eti kwa ubora huu wa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku wake basi tufanye maulidi. Hakuna. Hata hao wanaofanya maulidi wanakubali kwamba hili ni jambo limezushwa, halipo katika dini, halipo, ila tu hoja yao ile, tukiyasoma kuna ubaya gani? Tukiyasoma kuna, kwani kila alioliacha Mtume na masahaba halifai? Hapana, kuna mambo ameacha Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na uwezo wa kuyafanya hayo, kuyaacha kuyafanya ndiyo sunna. Na hili twalisema mara nyingi. Ni nani katika waumini wa nchi hii ambaye mfano wa kiswali Idi wanaleta adhana, wanaleta ikama? Ni nani? Na huwezi kukuta hadithi hata moja iliyopokelewa kwamba Mtume ametukataza tusiadhini siku ya Idi, au hadithi hata moja imetukataza tusifanye ikama siku ya Idi. Lakini masahaba wanasimulia kwamba Mtume kaswali swala za Idi zote, lakini lam yuadhin, hakufanya adhana wala yuqim, wala hakuleta tosha kwetu sisi. Na ndio maana na wao pia alivyoondoka Mtume, wao nao hawakuadhini kwenye swala ya Idi wala hawakufanya ikama. Hivyo hivyo mpaka leo, hata hao watu wa bid'a pia nao pia hawana adhana siku ya. Sasa huwezi kusema kuna ubaya gani, kwa sababu adhana kusudio lake ni kuwabainishia wakati watu swala na kuwaita. Kuna ubaya gani? Huwezi. Upo ubaya. Kwa nini? Kwa sababu Mtume kaacha kulifanya. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu la kwanza, nitapenda kulitanabaisha jamaa. Jambo la pili, hatutaki kuelezea habari ya fadhila za zakatul fitri, khatibu amezungumza, lakini tuwazungumzia ule utaratibu ambao tunao sisi, ambao umekuwa ni namna ya kuwashajiisha Waislamu watekeleze ibada hii ambayo ni faradhi. Watu wengi hawajui kwamba zakatul fitri jamaa, maksudio yake sio kuwataka matajiri watoe. Kiwango ambacho anatakiwa mtu awe nacho kukitoa ni kuwa na chakula wewe binafsi cha siku ya Idi cha kujitosheleza wewe na wanao, ukawa na ziada. Ile ziada ndio wewe watakiwa uitoe, ili waumini wote wafurahi siku hiyo, angalau kwa kushibisha matumbo yao. Ndio ikaitwa zakatul fitri, kwamba kinachotolewa ni chakula. Kuna rai ya wanachuoni, baadhi wanasema kwamba iweze ikatolewa pesa, lakini ni kaulun marjuh, yani ni haina ushahidi wa kutosha. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kataja kabisa zaka ya fitri, akataja aina ya vyakula. Kwa hiyo inaonyesha kwamba lengo hasa ni kuwasaidia maskini siku ya Idi, wapate nao kufurahi, angalau kushibisha matumbo yao, na tusiwache wakapita wanaombaomba chakula siku ya Idi. Kwa hiyo ukiangalia wigo wa watu ambao wanatoa zakatul fitri ni mkubwa sana kuliko wigo wa watu wanaotoa zaka ya mali, kwa sababu zaka ya mali nisabu zake ni kubwa, mtu mpaka umiliki mali nyingi ndio unatoa. Lakini zakatul fitri twaweza tukaona mtu maskini lakini ana chakula cha ziada cha siku ya Idi. Kwa hiyo kwa maana hiyo yeye ni tajiri kwa hii ibada hii. Watu wengi wanalipuuza. Huku nyuma najaribu kuwakumbusha, hapa kwetu watu walijenga itikadi kwamba sisi ni watu wa kupewa tu. Kwa hiyo zikitolewa zakatul fitri na baadhi ya matajiri wa nchi, mpaka mtu anao uwezo wa kutoa lakini anakuja kuomba. Lakini alhamdulillah, baada ya kuelezea watu kwamba hili ni jambo ukichukua kama umemdhulumu ndugu yako Muislamu ambaye hana, watu wameliacha. Kwa hiyo utaratibu uliopo jamaa, ambao tunaukumbushia tu, kuna kamati maalum ambayo imeachwa hapa barabara 19 Masjid Ansar, ndio markazi. Ni ruksa ya kisheria kuitoa zakatul fitri siku 2 kabla. Unaona, kwa mfano tarehe 28 na tarehe 29 unaweza ukatoa zaka ya fitri,
pamoja na kwamba wakati uliokuwa bora zaidi wa kutoa ni kabla ya swala ya Eid. Sema kutokana na kukua kwa miji imekuwa ni wepesi kwetu sisi kupata hii zakatul fitri mapema ili iwezekane igaiwe. Kwa hiyo kinachofanyika hapa ima kukusanya aina ya kile chakula ambacho tunakubaliana watu wa mji, ambacho ni mchele. Chakula kinachotakiwa ni kile ambacho kinakubalika na watu wa mji. Kwa hiyo mchele kwa watu wetu hapa ndio ambao unakubalika. Kwa hiyo unakusanywa mchele, au kama mtu hata hana nafasi ya kwenda sokoni, basi kamati ya watu waaminifu wanapokea zile pesa kwa mujibu wa idadi ya watu unaotolea zaka, wanakwenda nunua, halafu wanagawa kwa niaba yako, wanakuwa mawakala. Na hili ni jambo linakubalika kisheria, kumwachia mtu wakala, hebu kanunulie chakula halafu gawa, inajuzu kwa sheria ya Kiislamu. Kuna baadhi ya vijana wanatupiga vita, sasa angalia bwana, hawa wanakusanya pesa. Twakusanya pesa kwa kununua chakula, si kama twakusanya pesa tuwagaie watu pesa. Sisi tunakwenda na kauli ile ambayo ni raji ya kugawa chakula. Kwa hiyo hii nidhamu, inshallah ndugu zangu wale waliosikia katika mazungumzo yangu haya waanze kujiandaa, kwa sababu hapa tuna hakika sana ya kupata watu wahitaji, na nyenyewe mnashuhudia siku hizi za ugavi wanajikusanya, hasa kina mama maskini wametelekezwa sana katika jamii yetu. Utawakuta wako wengi, unaona, wanakuja kupata hii riziki ya siku ya Eid. Kwa hiyo shime, ndugu zangu, tujitahidini tutekeleze ibada hii ambayo ni muhimu sana kwetu katika kutuweka sawa katika jamii. Jingine la mwisho, ibada inayotukabili jamaa baada ya mfungo wa Ramadhani, kwa sababu twataraji kwamba Eid ya safari ima itakuwa ni siku ya Alhamis au siku ya Ijumaa. Kwa maana hiyo basi hii ni kama ndio Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ibada inayotukabili hivi sasa ni ibada ya swala ya Eid. Mara nyingi tunaelezea ahkami za swala ya Eid, lakini kuna msisitizo nataka kuweka mimi wa swala zima la kuswali viwanjani, kwamba hii ndiyo sunna hasa ya kuswali swala ya Eid. Kwanza swala ya Eid tukae tukijua kwamba kauli yenye nguvu ni swala iliyofaradhishwa, tofauti na baadhi ya kauli za wanachuoni nasema ni sunna iliyokokotezwa, kwa maana usipokwenda upati dhambi. Kauli yenye nguvu kwamba ni faradhi, kwa sababu Mama Atiye anadai kwamba wameamrishwa wao kuamrishwa kwa sheria ya Kiislamu kwamba lile unaloamrishwa ni wajibu kulitekeleza. Asema umirna an nukhrija al-awatiqi wal-huyab ila al-musalla, tumeamrishwa tuwatoe wasichana pamoja na wanawake mpaka wenye hedhi kuhudhuria uwanja wa swala ya Eid. Mtu aweza kashangaa, mpaka wenye hedhi pia? Ndio kuonyesha sasa umuhimu wa kuhudhuria swala za Eid. Mpaka wanawake wenye hedhi wametakiwa wahudhurie kwenye viwanja vya Eid. Wao hawatoswali kwa sababu mwanamke mwenye hedhi au nifasi hakubaliwi swala yake, lakini watakaa kusikiliza mawaidha na kusubiri dua ya imamu kuwaombea Waislamu, na wao wanaitikia. Kwa hiyo hii inaonyesha umuhimu wa kutoka. Na hapa unaona mama anasema tumeambiwa tuwatoe, kwa maana hii ni swala ambayo inaswaliwa viwanjani, bali katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla, ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoka kwa ajili ya swala ya Eid ya Fitri na Eidul Adha katika musalla, sehemu ambapo wazi pana kiwanja kikubwa kando kidogo ya mji. Alikuwa ni kawaida yake hii, swala zake zote za Eid ameswali uwanjani, pamoja na ubora wa msikiti wake pale Madina, Masjid Nabawi, lakini aliuacha akaenda kutekeleza ibada uwanjani. Kwa nini? Kwa sababu
Hili ndiyo jambo ambalo la kheri kwetu sisi Waislamu. Tunajikusanya Waislamu wa mji mzima, wallahi, kwa yule ambaye anahudhuria swala ya Eid wajani, moyo wake unaburudika kuona umma wa ndugu zake umejikusanya kwa ajili hiyo. Wallahi, hata wale ndugu zetu ambao hawajawahi kuswali wanaswali misikitini kwa fatwa za wanachuoni wao. Siku ukimchukua mmoja ukiswali naye pale haondoki tena na baki. Ndio unaona siri, kila mwaka idadi ya watu inaongezeka. Kwa nini? Kwanza ndio sera ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi ni Waislamu. Hatuwezi kwenda na rai ya mashekhe kutuambia tuswali misikitini. Leo angalia, Mtume zama zake aliswali kwenye uwanja mmoja watu wote Madina pale. Wanachuoni kutokana na kupanuka miji wamejuzisha kuanzishwa viwanja vingine vya kuswali, lakini wanaosema kwamba watu waswali kwenye viwanja hawajasema kwamba watu wajikusanye swala ya Eid kwenye majengo, yani kwenye misikiti. Kwa hiyo hii ni sunna, tumeitekeleza na tutaendelea kuitekeleza. Tuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki. Kubwa katika swala ya Eid jamaa ni takbira ya Eid ambayo inaanza kuanzia magharibi ya siku ile ambao mwezi umeandama mpaka wakati imamu anapanda kwa ajili ya anasimama kwa ajili ya swala, ndio takbira inakatika. Na takbira mashuhuri, sigha ziko nyingi, lakini sigha ambayo imepokelewa ni Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahi alhamd. Tena ni sunna kuanza kuisema wakati uko nyumbani, uenda katika kiwanja cha Eid, njiani kuitoa kwa sauti. Tunatakiwa tudhihirishe hii furaha kwa kumtukuza Mola wetu. Wengine Waislamu wanaona aibu kufanya, nitaonekana kichaa au nini. Hapana, masahaba vijana walikuwa wakienda mpaka masokoni kuileta takbira ya Eid asubuhi kabisa, mji mzima unazizima takbira, kuonyesha kwamba hii ndio siku yetu ya furaha jamaa. Kwa nini tunawapa nafasi matawaghuti wakifanya masherehe yao, wanatupitishia maspika hapa ambayo anataka kutoboa masikio kwa miziki na mabalaa? Sisi tufanyeni kinyume chake. Ndio dini inavyotaka, kwamba watu watoe takbira kuonyesha ufahari wa dini yetu na ubora na uzuri na utukufu. Na ndio maana pia katika sunna Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile njia uliotokea nyumbani ukienda kwenye musalla, ukirudi watakiwa ubadilishe, ite njia nyingine ya kurudisha nyumbani. Yote hii ni kuzagaza furaha, na ni sunna kama tunavyosema siku hiyo mtu ujitoe hasa kwa kuvaa mavazi ambayo ima ni mapya au maridadi. Unaona, kama mtu hujawahi kuvaa joho, tafuta joho vaa. Unaona, hujazoea kuvaa kilemba, siku hiyo vaa. Unaona, ili mradi njiani hata wasiokuwa Waislamu wapate kujua kwamba kumbe hawa Waislamu wana sikukuu yao ya furaha. Isiwe ni siku ya majonzi, ni siku iwe ni ya furaha. Kwa hiyo ndugu zangu, nawatakieni kila la kheri, tuweze kutekeleza hii ibada zetu tulizobaki nazo, na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tutakabalie visimamo vyetu, saumu zetu na matendo yetu yote mema, yakiwa sadakati tunazotoa. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.